Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Dada wa msanii Diamond Platnumz, Queen Darling, ameweza kuruka live katika ukurasa wake wa TikTok akiwa anazungumza kuhusiana na msanii Diamond Platnumz kumtupa baba yao, lakini pia pamoja na yeye. Moja kwa moja ukiangalia msanii Diamond Platnumz kwa asilimia kubwa sana mara nyingi huwa anawasaidia ndugu wa upande wa mama yake na wala sio ndugu wa upande wa baba yake. Ukiangalia baada ya lile bifu la Diamond na baba yake Mzee Abduli, inaonyesha wazi msanii Diamond mpaka leo hii bado ana kinyongo na baba yake. Kuna kile kipindi Diamond Platnumz aliweza kumuita baba yake pale katika media za Wasafi na walizungumza wakakumbatiana. Diamond akasema nimekusamee, maisha mengine yaendelee. Mzee Abduli aling'aa kwa kipindi kile tu, lakini baada ya hapo Diamond akaamua kumtupa, akampotezea moja kwa moja, na yeye akaendelea na maisha yake na Mzee Abduli akaendelea na maisha yake, kwamba walionyesha tu mitandaoni kwamba yeye na baba yake hawana shida yoyote, lakini sio kuzoeana kihivyo. Diamond hataki mazoea kabisa na huyu Mzee Abduli licha ya kwamba ni baba yake mzazi. Sasa Queen Darling ameelia na Diamond siku ya leo, ameweza kuonesha wazi kwamba Diamond ana upendeleo. Ukiangalia Queen Darling pamoja na Diamond ni mtu na dada yake, yani walishare baba tu, lakini mama hawajashare. Lakini ukimwangalia Diamond pamoja na Esma Platnumz ni watu ambao au ni ndugu ambao wameshare mama, baba hawajashare. Sasa unaweza kuona Diamond anamsaidia Esma kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia kwanza kabisa yule mtoto wa Esma wa kwanza, huyu Taiya ni mtoto ambaye anasomeshwa na Diamond na ni mtoto ambaye anapendwa sana na msanii Diamond. Inafikia hatua Esma anakuambia, Diamond anamwambia kabisa, huyu mtoto sio wa kwako, huyu mtoto ni wa kwangu, na huyu mtoto usije ukafikiria eti baadaye hapo baba yake huko akataka kumchukua mimi nikakubali. Yani kiufupi Diamond amemchukulia mtoto wa Esma Taiya kama mtoto wake, na ndivyo ambavyo wanachukuliana, japokuwa Taiya anamuita Diamond Uncle Dai. Sasa ukiangalia kwa namna fulani hiyo scenario, unaweza kuona Diamond Platnumz kwa sababu yuko vizuri na mama yake, basi anawathamini wale ndugu ambao wako upande wa mama yake, lakini kwa sababu yuko vibaya na baba yake, hawathamini wale ndugu ambao amezaliwa nao kwa baba yake. Ukiangalia Queen Darling wameshare baba. Ukiangalia sasa Queen Darling na Diamond ni watu ambao tunaweza kusema wana share ya damu kabisa, kwa sababu ndugu walio tokea kwa baba ndio ndugu halisi, sio ndugu wa mama. Ndugu wa mama hata mmetofautiana majina ya ukoo, lakini ukimwangalia Diamond pamoja na Queen Darling hawajatofautiana majina ya ukoo, kwa sababu wamezaliwa na baba mmoja, mama ndio tofauti. Queen Darling akiwa anazungumza kwamba maisha ya baba yake Mzee Abduli ni maisha magumu sana. Mara nyingi sana Mzee Abduli pale tunamuona anaenda kwa Queen Darling, video huaga ya Queen Darling huaga na posti sana kupitia katika Insta story zake, akiwa anazungumza kwamba baba yake maisha yake sio mazuri, lakini pia akiwa anaonesha Mzee Abduli mambo ambayo anayapitia hakupaswa kupitia hivyo, kwa sababu Diamond Platnumz ni mtu ambaye ana pesa, ni mtu ambaye angeweza kusema anamsaidia baba yake kwa namna moja ama nyingine. Queen Darling akiwa anazungumza kwamba yeye hana uwezo peke yake ya kumlea baba yake mzazi. Angekuwa na uwezo huo, basi angekaa kimya na wala asingezungumza na msanii Diamond Platnumz. Sasa kuna kitu kimoja ambacho Queen Darling pia ameweza kukizungumza hapa. Amedai chuki ambayo Mama Dangote ameipandikiza kwa Diamond Platnumz ni chuki kubwa sana kwao. Inaonesha wazi kwamba kuna namna Mama Dangote amepandikiza chuki kwa Diamond. Ndio maana mpaka leo hii msanii Diamond hawasiliani na baba yake. Diamond amemchunia Queen Darling baada tu ya Queen Darling kuolewa na kuondoka katika record label WCB. Diamond akampotezea na Queen Darling moja kwa moja. Inaonesha wazi hata kile kipindi Queen Darling yupo katika record label WCB bado alikuwa anajipendekeza tu kwa Diamond, lakini Diamond hakuwa na muda naye. Baadaye Queen Darling alifahamu na aliona kabisa hapa thamani yangu haipo, thamani yangu haionekani, basi akaamua kuondoka. Baadaye tukaona Queen Darling kaolewa mke wa pili, sawa, maisha mengine yakaendelea, na mpaka leo hii Queen Darling anaendelea kuitumikia ndoa yake, lakini kazi ya muziki alishaacha moja kwa moja. Hatujajua ni biashara gani au ni kitu gani ambacho kinamuingizia pesa kwa sasa hivi Queen Darling, lakini amemuomba msaada Diamond Platnumz kama ataisikia sauti yake,
basi aweze kumsaidia baba yake at least, kwa sababu yeye peke yake kama mtoto wa kike anashindwa kabisa kumtimizia baba yake mahitaji yote. Lakini ukimwangalia mzee Abduli, mbona ni mzee ambaye bado ana nguvu, ni mzee ambaye angeweza kufanya kazi yoyote na akapata pesa. Mbona ni kama vile wanamlaumu sana Diamond katika kila kitu, lakini mimi sioni cha kumlaumu hapo Diamond. Tayari mzee Abduli alishamtelekeza. Diamond amwambia nimekusamea, basi maisha mengine yaendelee. Ulichokipanda ndicho ulichovuna. Haujapanda chochote kwa Diamond, unataka kuvuna kitu gani hapo? Sijajua ni kitu gani ambacho Queen Darling ameweza kukiwekea nia, lakini yeye amemwomba msamaha Diamond kama kuna mahali wamekosea, lakini pia ameomba msaada asaidiwe, yeye peke yake hawezi kumtizama mzee Abduli. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.